God, everybody. Amen. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good. All the time. God is good. I'm so happy to be in the presence of Nina God. furaha kuwa machoni mwa Today is Bwana. a great day. Siku ya leo ni siku kubwa. It is the great day which God has made for us Ni siku kubwa ambayo Mungu alifanya to kwetu. glorify His holy name. Kusifu jina lake. We bless everyone Tunabariki kila mmoja who is here yupo hapa to hear the word of God. kusikia neno la Mungu. May God bless you. Mungu You are so akubariki. blessed to be in the presence of God. Uko mbarikiwa kukua machoni pa Bwana. I know that the season is not good. It is winter season. Najua kama hii muda ni muda wa baridi, But you leave your house to come and hear the word of God. unaacha nyumba yako kukuja sikiliza neno la Bwana. I know that you will be blessed today. Mungu atakubariki siku ya May leo. God will bless you. Mungu wangu atakubariki. Be blessed. Ubarikiwe. Today, Leo I have a word. niko na ujumbe. We are going to talk about hell. Tutaongea juu ya Jehanamu. Hell. Jehanamu. Hell. Jehanamu. That is the message of today. Ndiyo ujumbe wa leo. I know I've been talking about blessing. Najua niliongelea baraka. I've been talking about Jesus. Niliongea juu ya Yesu Kristo. I will never give up to talk about Jesus. Sitaacha kuongea juu ya Yesu Kristo. I will be talking Nitaongea until on my last breath. hata paka muda wangu wa mwisho wa pumzi wangu. Somebody say amen. Mtu mmoja aseme amen. Greet your neighbor. Salimia mwenzako. Tell your neighbor. Ambia mwenzako. Tell him Umwambie that today leo we are going to hear about hell. Tutasikiliza juu ya Jehanamu. We are going to talk about hell. Tutaongea juu ya That Jehanamu. is the message which God told me to preach about. Ndiyo ujumbe ambao Mungu amenipa ili niseme juu yake. Before we go deeper, Mbele tuende mbali sana, I will give my testimony. nitaleta ujumbe wangu, ushuhuda wangu. I have been in hell. Nilikuwaka Jehanamu. Nimewahi kuingia katika Jehanamu. I have been in. I got a dream. Nikapata ndoto. It was 1985. Ilikuwa mwaka wa 1985. And that dream, Hiyo ndoto I was in hell. nilikuwa Jehanamu. How did I get this dream? Namna gani nilipata hiyo ndoto? One day my aunt told me, Siku moja shangazi yangu akaniambia, can you start to play for us the guitar, because we got new guitars in our church, so we need someone to play them. Akaniambia akasema inabidi siku moja ukuje kucheza gitaa kanisani kwa sababu tumepata vyombo mpya. I told her, Nikamwambia, aunt, shangazi, how it can be? namna gani itawezekana? I can't play in your church. Siwezi cheza gitaa katika kanisa lenu. You know, when you are a teenager, you talk anyhow. Unajua kama uko mdogo unasema kisi unapenda. And I was just joking with my aunt. Nilikuwa nikicheza na aunti wangu. And my aunt, Shangazi she yangu was good. alikuwa mzuri. She was talking good. Alikuwa anaongea vizuri sana. And she's the one who showed the Sunday school. She was taking me to Sunday school. Ni yeye mwenyewe alinionyesha ibada ya watoto, alikuwa akinipeleka katika ibada ya watoto. I grew up in the Sunday school. Nimekomaa katika ibada ya But I watoto. don't know why at that age I can be, it was a stubborn age. Sikuelewa kama hiyo miaka ilikuwa namna gani, lakini ilikuwa mwaka ya mafurugu kabisa. I was really a teenager. Nilikuwa kabisa kijana. And I started to tell her,
Nikaanza mwambia. And my young brother was near me. Mdogo yangu alikuwa pembeni yangu. And they was laughing. Akaanza cheka. And I said, I will be playing guitar. Nikamwambia nitaanza cheza gitaa. And you start to sing Jesus, Jesus. Na nyinyi mnaenda mkaimba Jesus, Jesus. That is just funny. Hiyo ni kama mchezo. But me like Jesus, boom, boom, Jesus, boom, boom, Jesus. Lakini mimi napenda hiyo nyimbo ambayo inadunda sana. Boom, boom, Jesus, boom, boom, Jesus. But for you, you are very quiet. I can't be able to. Lakini nyinyi mnaimba kama mna baridi sitaweza kuimba na nyinyi. I don't like cold music. Sipendi nyimbo ya ambayo inakuwa na baridi. So sorry for that. Basi unisamee. And my aunt started to cry. Na shangazi yangu akaanza kulia. And she went to tell my mom. Akaenda ambia mama yangu. They just said that he cannot play for Jesus music. Akasema David amesema kama hata piga gitaa unyimbo ambao wanaimba Jesus. And my mom came crying. Na mama yangu akakuja akalia. I see the tears of my mom. Nikaona machozi ya mama yangu. Kneeling before me. Akakunjama pembeni yangu. If you have grown. Kama umekomaa. To because of that Jesus. Ni juu ya huyo Yesu Kristo. And today you are young. Na leo umekuwa kijana. You can refuse him really. Unaweza kataa kabisa Yesu. And I say, man, I don't refuse to play for Jesus, but the only way they sing and their songs are very cold. They like boom, boom, boom. Mama, siwezi kataa kupigia nyimbo ambao wanaimba Yesu Kristo, lakini nyimbo zenu zinakuwa baridi, lakini mimi napenda nyimbo ambao ina mdundo mingi sana, boom boom boom. So it was very funny. Ilikuwa mchezo sana. And I went to sleep. Nikalala. It was a Sunday evening. Ilikuwa siku ya Jumamosi jioni. And Monday morning, siku ya kwanza kuamkia, I got a dream. Nikapata ndoto. I was in hell. Niko jehanamu. Really it was. I saw different kind of people. Nikaona watu tofauti. We was going, everyone carrying his axe. Tulikuwa naenda kila mtu anabeba matendo yake. But me, I was empty hands. Mimi nilikuwa sina kitu. It means I got lost. I didn't know why I got lost. Inamaanisha kama nilipotea, lakini sijui kama nilipotea juu ya nini. On my way going in hell, katika njia yangu ya kwenda jehanamu, I found a narrow gate. Nikaona tundu mlangoni. I want to enter that gate. Nikataka ingia kwa hiyo mlango. It was very narrow. Ilikuwa kidogo sana. And I tried to put my feet. Nikataka tia mguu wangu. I penetrate my feet. Nikasema niingize mguu. Nikasema niingize mguu. But my feet could not fit there. Lakini mguu wangu haikuenea hapo. I changed the other feet. Nikabadilisha mguu mwingine. I could not. Sikuweza. So I decided to follow this team which is passing me, and to sequence myself in the narrow way. I said, no, let me follow these people. Na mimi nikafuata njia, nikafuata hao watu ambao walikuwa wengi sana. Nikasema kuliko mimi kuingiza mguu wangu kwa hii njia mdogo, acha niende pamoja na hao watu, niingie katikati ya hao watu, kundi kubwa hii. And this team was singing fun songs, secular music. Na hawa watu walikuwa wakiimba nyimbo za mchezo tu. And I went with them. Nikaenda nao. Singing with the funny music, I will not say it. Nilikuwa naimba, walikuwa wakiimba muziki tu ya michezo tu. Unajua hiyo hali ya music hiyo. And reaching at the gate of the hell. Kufika kwa mlango wa hell. I see a big man of dark.
nikaona mtu mkubwa mweusi with long nails na makucha marefu, and touched me akanigusa in my neck. kushingo, Just he dropped me like this. akanitupa kama mshale. Phew. And the second, Ya pili, I found myself in hell. nikajikuta mimi mwenyewe jehanamu. And that the strong man with the nails Huyo mtu mwenye nguvu na pressed makucha me in my neck. akakamata shingo yangu And I akafinyanga, cried. nikalalamika, Oh, nikalia, mama, mama, I'm dying, man. mama, I'm nakufa, dying. I'm nakufa, dying. nakufa, Come help, man. mama, kuja nisaidia. You know, I could not cry Jesus. Unajua singeweza kusema Jesus. It was Yes. like something. I don't know how I can explain it because I feel it in my heart. Sijui kama naweza nikasema namna gani kisi najisikia, kisi nilijisikia. Really, I start crying. Kweli nikaanza And my kulia. voice was calling my mom to help. Na sauti yangu ilikuwa ikiita mama kuja And nisaidie. my mom could not help me. Na mama yangu My mom could hangeweza not hear me. kunisaidia. Hangeweza kunisikia. And I was there in hell, Nikabakia huko, suffering. nikakuteseka. There is a time when you want to be familiar with that fire. Kuko wakati unaweza ukapenda uzoee hiyo moto, And now it's double. kisha inaongezeka kama mara mbili. Even 1,000 times. Hata mara nyingi sana And you inaongezeka. feel, I saw like myself, I've been like a small plastic which is burned by fire. Mimi mwenyewe nikajiona kama niko plastic ambayo iko ndani ya moto, kitu kidogo kiko ndani ya Something moto. like a plastic which has been burned. Kitu kama plastic iko ndani ya moto. And I feel that even my eyes, I don't see anything. Hata macho yangu sioni. Behind me, Kwa kunizunguruka it was fire. ilikuwa moto And many people was there. na watu wengi ndani. And suddenly, Mara moja I opened the few eyes. nikafungua macho kidogo, I saw my neighbor. nikaona jirani wangu, And he discovered me. He akanitambua. was a big man Alikuwa mtu mkubwa in our area. katika But mgini wetu. he passed away. He was doing things like mistake, just magic things. Amefariki tayari. Alikuwa mtu mwenye wa kufanya madawa. And some people, they were saying even he died because he was doing that magic. So he wanted to touch a number which is he will not supposed to touch. Na aligusa namba ambayo haikubidi yeye kugusa, najua akafariki. And that man, he laughed to me. Huyo mtu akanicheka. He said, "What are you doing here, young man?" Kitu gani unakuja fanya hapa wewe kijana? And I said, "I don't know. I'm suffering. Can you call my mom to help me?" Nikasema sijui kama nakuja fanya nini hapa. Unaweza kaita mama yangu akuja nisaidia. And when I'm talking, even my tongue was like a plastic immediately. Wakati naongea hata ulimi wangu, kinywa yangu ilikuwa kama plastiki kabisa mara moja. And I start to cry. Nikalia. I need help. Nahitaji msaada. Msaada. Mom, come. Mami, kuja. Mom, come. Mama, kuja. Mom, come help me. Mama, kuja unisaidie. Really? Kabisa. And I come out Nikatoka nje of the dream. ya ndoto. It was already 7 morning. Ilikuwa tayari saa 1 ya asubuhi. And because I was fighting, Kwa sababu nilikuwa nimepigana, I have lot of tears. niko na machozi mingi sana. And swearing. Na kifukutu nimelowana. And now all my bed sheet was also like the power water. I was fighting. It was really a fight.
Hata nguo ambayo nimeweka kwa kitanda ikakuwa maji kabisa. And I touched my nose. Nikagusa pua yangu. It was bleeding. Damu iko natoka. I said, what happened? Kasema ni nini? I wake up. Nikaamka. You know, in Sunday school they teach us to pray. Unajua katika ibada watoto wanatufundisha kuomba. But I could not pray. That age I could not even be able to remember that I can pray. Katika hiyo miaka ambayo nilikuwa nayo, nilikuwa siwezi hata kukumbuka kusema niombe. I was really proud. Nilikuwa na kiburi. Proud to be a young man. Kiburi kuwa Proud kijana. to be teenager. Kiburi kukuwa kijana. But Lakini let me tell you, acha nikwambie, hell jehanamu is reality. iko kweli. I saw my mom come to me. Nikaona mamangu akakuja. I said, what happened to you? Nini You are imekupata? bleeding. Uko na damu iko na kutoka. I said, Mom, I've got a dream. Nikaambia mama yangu nimepata ndoto. What was the dream? Ndoto ilikuwa nini? I said, I was in hell. Nikamwambia nilikuwa jehanamu. I said, you see? Akaniambia unaona? I've been preaching to you. Nilikuhubiria. I showed you the way. Nikakuonyesha I njia. told you that Jesus is the way, the truth and life. Nikakwambia Yesu Kristo ni njia tena kweli na uzima. But you have friends who are taking you everywhere. You don't like to go to pray. You don't like that Jesus. So to be like that. Una wandugu wa rafiki ambao wanakuchukua huko na kule, haupendi kuenda kanisani, haupendi kufuata njia ya Yesu Kristo. And I told her, nikamwambia, Mom, I don't want to go get there. I start to cry. Nikasema mama, sipendi tena kwenda huko. Nikaanza kulia, nikasema mama, nisaidie. So that I cannot go there again. Hivi nisiende tena huko. Ili nisiende tena huko. Mom told me, mamangu the akaniambia, only way njia moja tu is Jesus Christ. ni Yesu If you Kristo. accept to follow Jesus Ukikubali kufuata Yesu Kristo and give him your life, na kumupa uzima wako, you will not see hell. hautaona jehanamu. My brother, my sister, Dada yangu, kaka yangu, if I'm giving you this testimony, nikikupa hii ushuhuda, really I'm feeling it. kweli naisikia. Hell Jehanamu is reality. ni kweli. What is hell? Nini ni jehanamu? What is hell? Jehanamu ni nini? Hell Jehanamu is the place ni fasi of punishment. ya kama punishment. Hell is the final place of punishment. Jehanamu ni fasi ambao wanafunzwa Malipizi. Wanakupa malipizi. They give you punishment. Theologically, Kiteolojia, if there is no hell, kama hakuna jehanamu, it means Jesus did not die on the cross. inamaanisha kama Yesu Kristo hakukufa msalabani. And what Jesus did on the cross, it is vain. Na yale ambayo Yesu alitenda msalabani na itakuwa bure. If there is no hell, Kama hakuna jehanamu, what Jesus did on the cross, yale ambayo Yesu alitenda msalabani it is vain. ni bure. It means hell is reality. Inamaanisha If kama you don't jehanamu accept iko Jesus kweli. Christ, Kama haukubali Yesu Kristo, know that you are going to hell. jua kama unaenda jehanamu. Jesus is here today Yesu Kristo yuko hapa leo to tell you kukuambia there is hell. kuko jehanamu. If you don't accept him Kama haumkubali and behave like a Christian na kufanya na tabia yako kuwa kama Mkristo and follow what is written in the Bible na kufuata nini ambayo imeandikwa katika Biblia and follow what Jesus said to us, na kufuata yale ambayo Yesu Kristo anasema juu yetu, you will be going in hell. utaenda jehanamu. I'm not afraid Siogopi to tell you that kukuambia
hell is reality. Jehanamu iko kweli. Hell is reality. Jehanamu If you iko read the kweli. book of Psalms Kama unasoma katika kitabu kia Zaburi 19, chapter 9, 9 verse 17, 17 it is saying, inasema, the wicked shall be turned into hell, and all the nation that forget God. Inasema, waovu wote watatupwa katika Jehanamu, na wale taifa yote ambao wanamsahau Mwenyezi Mungu. Somebody say amen. Amen. If the nation forget God, Taifa ikimsahau Mungu, they will be taken to hell. wataenda Jehanamu. The wicked, Wadhaifu, waovu, they will be taken in hell. wataenda Jehanamu. They will be taken in hell. Wataenda Jehanamu. Who is the wicked? Nani ni Muovu. The wicked, muovu? it is the people who fall devil. Ni watu ambao wanafuata shetani. People who worship devil. Wale ambao wanaabudu We shetani. call them the devil worshippers. Tunawaita waabudu shetani. Because Kwa sababu the Bible says, Biblia inasema Satan is looking everyone to take him in hell. shetani anatafuta kila He's mtu ili preaching ampeleke Jehanamu. everywhere. Anahubiri fasi yote. When we are preaching here, even him is preaching. Hata kama tunahubiri hapa, shetani naye anahubiri huko. He has agents to preach. Ana watu wake ambao wanahubiri. He's telling people Anaambia watu there is no hell. hakuna Jehanamu. Because he's looking people to follow him. Kwa sababu anatafuta watu wamfuate. He's looking fanatism. Anatafuta watu wa kumfuata. People to be near him in hell. Watu ambao watakuwa But pamoja naye that place katika has been Jehanamu. prepared for him. Na hiyo Jehanamu Forever imetayarishiwa and never. kwake. Milele na He will milele. be there. Atakuwa But if huko. you don't accept Jesus, Lakini kama know unakataa that this Yesu place Kristo, is for you. pale utaenda Jehanamu. Know that this place is waiting for you. Jua kama The hiyo only way to kwako. avoid it, Njia moja wa kukataa hiyo nafasi it is to accept Jesus. ni kukubali To Yesu be your Kristo Lord and Savior kuwa Bwana na Mwokozi in your life. wa maisha yako. It is not yet late. Haiyakuwa nyuma. You can accept him today. Unaweza kumkubali leo. You can accept him today. Unaweza kumkubali My leo. brother, my sister, Kaka yangu, dada you yangu, here, you are following me. wewe ambao You are unanisikiliza, watching me. wewe ambao You are here in the unanifuata, church. unakuwa kanisani, Let me tell you, acha nikwambie, hell, Jehanamu, hell, Jehanamu, hell is Jehanamu reality. iko kweli, It is the place iko nafasi which I cannot say, my brother, better to go to hell. ambao nitakwambia sio vizuri kuenda It is not Jehanamu. good to go to hell. Sio vizuri kuenda Jehanamu. Accept Jesus. Kubali Yesu Kristo. Jesus said book of Matthew. Yesu akasema katika kitabu ya Mathayo. Jesus is showing Yesu akaonesha in Matthew chapter 5, katika kitabu cha Mathayo 5:29 and 30. Verse 9, chapter 9, 29 and 30. Mathayo 5:29 mpaka 30. Jesus is teaching us. Yesu anatufundisha, He's telling us, anatuambia if even your eye, hata kama macho yako it can make you to be cast in the lake of fire, kama itakubeba katika moto, it's better to cut it. ni ya maana kuiondoa. Remove it. Uiondoe. What is remove? Nini ni kutoa? When you take off your eye, you will be blind. Wakati unatosha macho yako utakuwa kipofu. It means Inamaanisha when you follow Jesus, wakati unafuata Yesu Kristo, you are like a blind. uko kama mpofu. You can't see. Hautaona.
everything which is passing on this world. kila kitu ambacho kinapita katika ulimwengu huu, Because you are focusing on Jesus kwa Christ. sababu mafikiri yako yote unatia juu ya Yesu To Kristo, celebrate with Him kusherekea na yeye all your life. katika maisha yako yote, Because in Jesus kwa sababu katika Yesu there is health, life muna uzima forever and never. milele na milele. Jesus is the way, Yesu ni njia the truth, na kweli and life. na uzima. Hallelujah. Amen. Jesus said Yesu anasema in this book, katika hii if kitabu, your hand, kama mkono if wako, your arm mkono wako make you to sin, itakuweka kufanya dhambi, cut it. uiondoe, It's uikate. better to cut it. Ni It is kuiondoa, better to cut ni it mzuri uikate, so that you uiondoe will not go to hell. juu usiende jehanamu. My question this evening, Ulizo wangu jioni wa leo, what is part of your body is taking you to hell? kiungo gani katika mwili wako inakubeba jehanamu? Is it your tongue? Ni ulimi wako? Is it your chest? Ni kifua yako? Is it your legs? Miguu yako? Oh my brother, you know. Ndugu yangu, Cut it. unajua. Uiondoe. Cut it. Uiondoe. Cut it. Uiondoe. The only way Njia moja, you can say no to my body. hapana juu ya mwili wangu. No! If Hapana. your body wants to take you to hell, Kama mwili wako unataka kupeleka jehanamu, say no! sema hapana. No! Hapana. No! Hapana. I've given my body to Jesus Na Christ. hapana mwili wangu juu Come ya on. Yesu Kristo. Come and be my master. Kuja ukuwe mshauri mkubwa wangu In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu Somebody Kristo. say amen. Mtu mmoja aseme amina. Learn to say no Tujifunze kusema hapana to devil. kwa shetani, Because kwa sababu devil is playing with our body. shetani anachezea mwili wetu. Because he knows that one day to be destroyed. Kwa sababu anajua siku moja itaharibika. But when you give Jesus your life, Lakini ukipatia Yesu maisha yako, you give him the place in your heart, unampatia nafasi katika moyo wako, you have eternal life. una uzima wa milele. Somebody say amen. Mtu mmoja aseme amina. Somebody say Mtu amen. mmoja aseme And your amina. body, not let your body take you in hell. Usiache mwili wako ukubebe jehanamu. Not let your body, any part of your body to take you in hell. Usiache hata kiungo moja ya mwili wako ikubebe jehanamu. Let your body be covered by the blood of Jesus. Acha mwili wako ufunikiwe na damu ya Yesu. Let your body be saved. Acha mwili wako utakasike. Let all your part of your body be saved, Acha mwili wako uokolewe, so that you can see Jesus. juu uone Yesu And on the end time, kwa mwisho wa dunia. that day, Hiyo siku don't forget that he's coming soon. usisahau ya kwamba anakuja And he's upesi. coming with the reward Anakuja na zawadi, to give everyone according to his deeds. kupatia kila mtu kufatana na matendo yake. Somebody say amen. Amen. Hell is reality. Jehanamu ni kweli. There is a story Kuna historia in the book of Luke chapter 16 katika kitabu kia Luka 16 from the verse 19 19 and up to 31. mpaka 31. What is saying in this book of Luke? Nini inasemeka katika hiyo kitabu kia Luka? Jesus is giving the story Yesu analeta historia of a rich man tajiri and Lazarus. na Lazaro. And the Bible says Biblia inasema this rich man, huyu tajiri he was giving just the remaining food to Lazarus. alikuwa akipana makombo kwa Lazaro. And Lazarus was a beggar, Lazaro alikuwa akiomba, begging how to get the daily bread. kuomba namna gani ataweza kupata mkate. And one day, Na siku moja in verse 22, katika mstari wa 22 Lazarus died. Lazaro akafariki. The Bible says in that verse 22,
Biblia inasema katika hiyo mstari wa 22, the angel of God, malaika wa Bwana they carried him wakamchukua in Abraham's bosom. katika kifua cha Abrahamu. And also, Na baadaye the rich man also died. Mtajiri naye akafariki, He was buried. akazikiwa, They buried him. wakamzika. But one day, Kisha siku moja in verse 23, katika mstari wa 33, this rich man huyu tajiri was in hell. alikuwa jehanamu. And he lifted up his eye. Akaangalia macho yake juu, He saw Abraham akaona Abrahamu and Lazarus in his bosom. na Lazaro alikuwa akilazwa kifuani. Oh, it is like amazing. Ni kama kushangaza How this man was begging, namna gani huyu mtu alikuwa akiombaomba, and now today is in Lazarus' bosom. na namna gani iko katika kifua cha Abrahamu, And me, I'm suffering here in hell. na mimi nateseka hapa jehanamu. So the rich man, Sasa huyo tajiri he needed water. akahitaji maji, He needed water alihitaji maji because he knew that kwa sababu anajua Lazarus was a beggar. Lazaro alikuwa muombaji. He started to say, Akaanza sema, Abraham, I beg you, na kuomba, can you please unaweza send Lazarus, kutuma Lazaro he may dip the tip of water of thing, anitumie maji kutoka kidole chake, and so that he can cool my tongue, na ianguke katika ulimi wangu iwe baridi. Have you think about this story? Ushakafikiria juu ya hiyo historia? It means Inamaanisha hell is the place of suffering. jehanamu ni fasi ya kuteseka. Read this story very well. Soma hiyo And historia read this vizuri. verse 23 very well. Na usome It is hiyo Luke mstari ya 16:23. ni Luka 16:22. 23. He's begging, Akaomba, Lazarus, give me water. nipe maji, I need water. nahitaji And maji, just the dust nahitaji to cool my maji, tongue. ulimi wangu uwe baridi. It is a place of suffering. Abraham, I beg you, na kuomba, send Lazarus. tuma Lazaro, Send Lazarus umtume so Lazaro that he may go ifi aende to preach kutangaza my brother wa ndugu zangu the good news, ujumbe mpya, so that they will not follow me here in the hell. juu wasinifate hapa jehanamu, Because my father's house, all they are there. kwa sababu familia ya baba yangu yote wako huko. I'm suffering. Nateseka. Abraham, I beg you. Abraham, help nakuomba, me. Send Lazarus. Tuma I'm Lazaro. suffering. Nateseka. I'm suffering. Nateseka. Have mercy. Have mercy. Have mercy. Nione huruma. And Abraham akasema, tell him, akamwambia, I have prophets there. tuko na nabii huko, We have evangelists there. tuko na wahubiri, We have pastors there. tuko na wachungaji. If they don't hear those people, Kama hawasikia hao watu, it is hard. ni nguvu Lazarus to go back again there. Lazaro kurudi tena huko. So they have to hear them. Inabidi wawasikie. My brother, Kaka yangu, my sister, dada yangu, we have told you. You tunakuambia, have heard many words, many preachers, many people preaching to you. umesikia watu wengi wahubiri
wamekuambia juu ya hiyo neno. Apostles, Mitume, prophets, manabii, pastors, wachungaji, evangelists, wahubiri, they have preached to you. wamekuhubiri. But you don't want to change. Lakini haubadilishi, haupendi kubadilika. I want to tell you, Napenda nikuambie, this evening, jioni ya leo, you have the choice. uko na bahati. God is visiting you today. Mungu akutembelee leo. The only way to avoid hell, Njia moja ya kuepuka jehanamu, it is to accept Jesus Christ. ni kukubali Yesu Kristo. To accept Jesus to be your Lord and Savior. Ukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Because when you accept Jesus, Kwa sababu ukikubali Yesu, He will change your life. atabadilisha maisha He will yako. take out your name Atatosha jina lako katika kitabu of the book of death cha mauti, to put it in the book of life. kuweka katika kitabu cha uzima. And the only way Na njia moja is to tu confess that Jesus Christ is the Lord ni wewe tu kukiri ya kwamba Savior. Yesu Kristo ni Mwokozi and Savior. na Of your ni life. Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jesus Christ is here today Yesu Kristo yuko hapa to leo save you, kukuokoa to wewe, change you, kukubadilisha, to change your way. kubadilisha njia zako. Jesus is not only the Savior. Yesu haiko tu mkombozi, He put your life to change. His life anabadilisha maisha changer. yako, His ni life changer. ni wa kubadilisha maisha. When you are in Jesus, Wakati uko ndani ya you Yesu, become a new creature, unakuwa kiumbe kipya and everything will be new. na kila kitu kinakuwa No matter mpya. what you have met, Hata kitu gani umefanya, no matter what you are passing through, hata kitu gani ulipitia, Jesus is here to clean you. Yesu yuko hapa His blood is kukuosha. there. Damu yake iko hapo. He died on the cross. Alikufa msalabani. He died on the cross. Alikufa msalabani. And he said, Akasema it is finished. inaisha. It is finished. Inaisha. My brother, Kaka yangu, accept Jesus to be your Lord and Savior. kubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Put Mwokozi your wako. hand together. in Tia your mkono chest. wako pamoja katika kifua chako. Can you put your hands in your chest, please? Unaweza katia My mkono brother, wako my kifua sister. na kuomba, dada yangu, kaka Sorry, my yangu. pastor. It's okay. Put your hands in your chest. Tia mkono kwa kifua yako. Okay. Can you repeat with me? Unaweza karudia pamoja nami. Say, Lord Jesus, Bwana Yesu, I'm here niko hapa before you. mbele zako. I've heard about hell. Nimesikia juu ya jehanamu. Jesus, I don't want to go to hell, Sipendi kuenda jehanamu, Yesu but Kristo. I want you to be my Lord. Nataka wewe uwe Bwana wangu. Remove my name in the book of death. Ondoa jina langu katika kitabu cha mauti. Write it in the book of life. Uiandike katika kitabu cha uzima. Satan, Shetani, I don't want to serve you again. sitaki kukutumikia. I want to follow Jesus Napenda kufuata all Yesu my Kristo. life, Maisha yangu to yote. celebrate with him Kufurahi pamoja naye forever milele and never. na milele. Amen. Amen. Clap the hand for Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith